Kipindi sisi tulikuwa tuna ghetto. Yeye ni mwanangu. Aliniombea mimi nilale kwa washikaji wake afu yeye akanalala. Africans area but 7 Hits Media tumekiwasha. Mambo vipi mwana kitaa kupitia 7 Hits Media, leo ikiwa ni siku ya 5 toka tulipoingia mwaka 2026. Okay, leo kupitia 7 Hits Media bwana, tuko na Mngoni. Mngoni ambaye aliamua kuingia katika game ya muziki wa hip hop na kufanya mambo yake na kuaminisha kwamba kila kitu kinawezekana. So leo tumeamua kupiga naye story 2-3 kupitia hapa mwana kitaa 7 Hits Media, lakini jina langu naitwa Dully Tony, napatikana hivyo kupitia mitandao yote ya kijamii. Mambo vipi mwana? Poa poa. Karibu sana katika 7 Hits Media. Shakaribia. Tumekuona katika uwanda mkubwa wa muziki wa hip hop na game la hip hop sasa. Linaonekana ni game fulani ambalo limedoro sana, lakini pia kupata ufalme kwenye hip hop lazima ufanye kazi. Mambo gani ambayo umeandaa ili mradi kuhakikisha kwamba una fit kwenye game ya hip hop? Ukizungumzia mabomu ni mengi sana ambayo yameandaliwa mpaka muda huu hapa. Kuna ambao yapo tayari yameshaikwa store, kuna mengine yapo material. Na imani mwaka umeshaanza huu. Kuna vitu tutavifanya. Ni ushindani gani ambao unaupata huko Kibaha, ikiwa wewe ni mtu ambaye unafanya muziki wa hip hop na I mean kwamba kutakuwa na watu wengi ambao wanafanya muziki wa hip hop. Wewe unajiweka katika ingo gani ama ushindani gani ambao wewe unauona kwako, au nani ambaye anakuumiza sana kichwa hapo katika muziki wa hip hop Kibaha? Ukizungumzia ushindani muziki hapo ni mgumu sana. Ukizungumzia ushindani sikai kinyonge hapa unaona. Unaogopa nini mzee? Ukizungumzia ushindani, kuna ushindani mkubwa sana ambao upo. Kwa sababu kuna vichwa blaza. Lakini tunaamini kwa sababu kitu tunachofanya kipo, tunafanya. Kwa haraka kabisa, ni nani ambaye wewe ukiwa hapo ufanye naye battle anaweza kukutoa jasho? Kwa haraka mpe mashavu ni mjui. Nimpe mashavu. Mpe mashavu. Tujue kwamba huyu bwana akikaa na Benizo wa Kingoni, mchizi lazima amtoe jasho Benizo. Nani mpe mashavu yake kwanza? Yupo. Nani? Ili kiwezekana tumuite hapa 7 Hits Media, ukiwa naye pia tufanye battle, tuangalie ni kweli jamaa anakutoa majasho. Nani mpe mashavu ni mjue bwana? Kwa haraka. Wapo. Tunataka mmoja kati ya wao. Mmoja. Kibaha. Kwa haraka. Kuna mwanangu pale Anta pale, Thifu Anta. Kwa nini Thifu Anta? Yaani kwa nini amekuwa yeye ndo namba moja sana katika kichwa chako? Kwa sababu ni mtu ambaye anakuwa naye karibu, unaona kitu alichokuwa nacho nakijua. Yaani sio kile kitu ambacho nimfuatilia labda kasha post, yani kitu ambacho yuko nacho mdoto anachofanya nakijua. Kwa unaona kuna kitu ambacho unajasho lazima tunadondoka. Yaani uandishi, style ambayo anafanya na kutembea. Ndio kitu ambacho wewe kinakuumiza kwa Thifu Anta. Lakini by the way kwamba 7 Hits tumekuona kwamba Wakingoni ni rapper bora sana, na ndio maana tukaamua kufanya na wewe interview. So unataka kuniambia kwamba Thifu Anta ni bora zaidi kushinda wewe? Wewe umeona Benizo, kwa wewe umeona kwa macho yako na masikio yako wewe. Ila hata mimi pia kuna sehemu naona na nasikia. Of course. Kwa kila mtu anakupa na kitu chake ambacho anakiona kwa mtu. Ndio hivyo mimi nimeona kwake. Ni nani ambaye alikufanya mpaka ukaingia katika muziki wa hip hop? Inspiration yako ulitoa wapi mpaka ukaona bwana kuanzia sasa naona it's better kwamba mimi nikianza kufanya muziki wa hip hop, kwa sababu jamaa kila nikimtizama ananishawishi. Ni nani ambaye amekushawishi? Sodoki. Yankila. Sodoki. Hebu nipe mistari miwili mitatu ya Yankila ili niamini kwamba kweli ni role model wako. Sodoki. Na mistari hata mmoja tu. Hata mmoja. So pichi pipo mlipo nipo, ila mimi nilipo mwiko sio simple, kuvamia kambi ya jeshi bila pistol, sende kanisani umelewa kama disco. Sasa hapo tunamuona Benizo sio Msodoki. Tunamuona Benizo, wewe sio Yankila wewe. Wewe sio Yankila. Mistari. Benizo sitakuwa atabaki kwa Benizo. Hiyo ni mistari yake. Benizo, tuna mipango gani ndani ya mwaka 2026 ikiwa ndo kwanza kumekucha? Tunatamani kuona kwamba unafanya kazi ambazo zinafika mbali. Je, mipango yako ikoje? Mipango iliyokuwepo ni mipango ni mikubwa, ni mingi pia. So kikubwa ni kupushi kitu ambacho nakifanya. Kwa hiyo nikizungumzia mipango nazungumzia kupushi muziki wangu. Pia na project nyingi ambazo nahitaji nifanye na watu mbalimbali, siwezi nikawataja kwa sababu kwenye mabano. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo tunahitaji tuvifanye. Sawa, tupo kwenye mabano Benizo, unaweza ukatuibia siri hata kidogo? Sio mbaya mzee wangu. Au unaogopa wapinzani watajua mabomu yaliyohifadhiwa? Waone tu vitu vimeshaachia. Hiyo ni surprise au vipi? Benizo, muziki wako ambao wewe unaufanya huu unaofanya ukiwa Kibaha, je, kuna ugumu gani ambao unapitia kufanya muziki ukiwa huko Kibaha? Na watu wengi wanaamini kwamba muziki ili uende ufanye Dar es Salaam, labda miji ambayo ipo karibu sana na vile vyanzo vya muziki kufika mbali. Ukizungumzia vyanzo vya muziki kufika mbali kama media na mambo mengine, na ukiangalia huko Kibaha media ndo kama hizi za kwetu. Je, unapata ugumu gani ukifanya muziki ukiwa Kibaha? Ugumu uliokuwepo
Ugumu ni huko mwingi. Ukizungumzia kama wanavyosema kuhusu media sijui nini, kana kwamba lazima upande gari yani ufunge safari yani. Kama unaenda mkoani, unaenda na mbolea, unaenda kulima. Of course ni mkoani. So, yani changamoto ndio hivyo, lakini ukisema labda kufikisha muziki mbali lazima mpaka uwe Dar labda wapi? Hapana, ni uongo. Hapa tulipo. Mbona wengi sana hapa Kibaha wametoka wamefikisha kitu chao mbele na kimeonekanika. Wametoka wakiwa Kibaha lakini wanafanya kazi wakiwa mjini. Ndio maana nikazungumzia kwamba kuna ugumu gani wa kufanya kazi ukiwa huku unakwenda Dar es Salaam. Yani angalia mtu alipotokea. Ila wao wenyewe wameamini nikisenda pale vile na ndo nitapushi zaidi vitu vyangu kuliko nikiwepo huku. Lakini before alianza kujikanika akiwepo huku. Na wewe mikakati yako ni kwamba lazima umalize ngebe zote ukiwa Kibaha. Hapa. Na una kitu gani cha kuwaambia wananchi wa Kibaha haswa Visija? Una kitu gani cha kuwa surprise kwamba wewe umetuhakikishia ngebe zote lazima zikatwe hapa? Kitu gani ambacho kitawapa matumaini na kuamini maneno yako ambayo unazungumza? Kwa Visiga wasubirie ngoma kwa sababu kazi ni nyingi sana. Kikubwa support zao ili tuaminishe watu. Unaweza kufanya kitu na kikaenda sehemu ambayo ulipo kuwepo. Sio mpaka uende wapi sijui ukafanyaje sijui. Kikubwa kila kitu kinawezekana. Kikubwa wana Visiga support zao tu. Sababu na swali la kiuzushi kidogo, na swali la kiuzushi hapa. Huko Kibaha unaweza kunitajia maproducer ambao umeshafanya nao kazi na ukaona kabisa hapa nimefanya kazi ambazo nina uhakika. Yaani ninachomaanisha kwamba unaweza nikakupa fursa ya kuwapa mashabu maproducer ambao unaona hawa wako sawa na pia wanaweza wakafanya muziki wako ukatoka hapa kwenda Kibaha. So nakupa time ya kuwapa mashabu maproducer wako. Unataka kunigombanisha na watu. Au gomvi kitu gani? Unaangalia kilicho bora mzee wangu. Gomvi gani unazungumzia wewe? Kwa producer ambaye nimefanya naye kazi na nimeona kazi ambazo zinazidi kusogea. Kuna Mubachachi Kibaha Studio shafanya naye kazi, lakini pia kuna Scratch Sound Tony shafanya naye kazi. Ni maproducer ambao ngoma zangu nikifanya kwao naona kabisa kuna kitu. Mzee, tumalizie na Titi for Tati quiz hapa na maswali yangu matatu ambayo nitakuuliza then utayajibu. Baada ya hapo tutakuwa mimi na wewe tunafanya chao, yani tunaagana. Ikiwa mtu anakuambia tarehe 9 Disemba ni tukio gani ambalo wewe linakujia haraka kichwani mwako kitaifa? 9 Disemba. 9 Disemba hizo ni sherehe za uhuru hizo. Sherehe za uhuru. Tunasherehekea uhuru wao. Nikandamizie kidogo au tuishie hapo? Inatosha. Bwana, nilisikiliza baadhi ya ngoma yako au ngoma zako. Kuna ngoma moja hapa nimesikiliza kwa weredi sana, nikanakili kitu kimoja kinaitwa nitakusomea. Huu ni msala ambao umeutunga mwenyewe kwa mikono yako. Kichwa cha Freddy kinawaza ikiwa cha Freddy kinawaza kuvunja bei na penza za Elisa muda wote kushinei, ila kusuwa mitego na kakimya siongei, maana naweza timba sehemu ambayo mimi hatokei. Idea ya kichwa ilikujia vipi? Idea ya kichwa bwana, nilikuwa nimekaa nikawaza. Unajua kila mtu anakuwa anafikiria vitu ambavyo ni cha tofauti. Naweza nikafikiria hiki, unaweza ukafikiria hiki. Kwa hiyo nilivyokaa nikawaza, nikawa nachukua matukio ambayo watu wanayafanya. Nikajua kabisa hiki mtu anachokifanya ndo anachokiwaza. Kwa ndo hata ukisikiliza kichwa vimepita mule yani. Hivi unavyonitazama kichwa changu kinawaza nini? Ukitazama wewe mwanangu wewe. Kwa haraka. Kama tunapiga ramli kichwa changu kitakuwa kinawaza nini? Hapo kwa haraka unaanza interview. Bwana, kingine bwana ni kuchangamsha ubongo. Hivi ukisikia neno Kiswahili unanielewa vizuri Kiswahili? Unaweza kuniambia neno Kiswahili ni herufi ngapi? Kiswahili ina herufi kama 9 hivi. Una uhakika? Bila shaka. Hesabu zitakuwa hivyo? Naamini. Okay. Mimi nadhani bwana Benizo tutakuwa tuna mengi sana ya kuzungumza, lakini hapa umezungumzia ngoma yako ya kichwa. Ninatamani nikuhoji maswali mengi kwa sababu katika ile ngoma haukufanya peke yako. Ulifanya na mwenzio ambaye sijui kama ilikuwa ni collaboration ama ni featuring, lakini mlifanya watu wawili. Kwanza tungependa utuambie kwamba ilikuwa ni collaboration ama ni featuring. Ile pale ilikuwa ni featuring. Kwa hiyo ulimshirikisha mwanao. Kuna sampei zilifanywa pale au ina maana ilikuwa jamaa alikuwa amebless tu, hamna sampei wala nini? Pale nikizungumzia pay bwana sasampa. Na nimekuelewa. Mwanangu tu alisema baada ya kuona kitu kile kaka akasema ngoja tufanye kazi. Lakini hakutoka hivi. Ndio. Mkono mtupu wa ulamu. Sasa baada ya kufanya hiyo video au vipi? Kufanya hiyo audio. Tulitegemea kuona kwa pamoja mkiwa mmeshirikiana kuachia video kali, kwa sababu pia ukiangalia idea ya kichwa ilikuwa ni kali na ni nyimbo fulani ambayo mmefanya kisasa na mmefanya featuring. Mmekwamia wapi? Watu wanasubiri video waangalie bwana. Kikichwa na historia jinsi ilivyo, unajua kinachomtambulisha msanii ni audio na video. Nyinyi mmekwamia wapi?
Kwenye video hiyo ni process ambayo inakuja, lakini tupo katika mpango kwa sababu tayari ngoma inasikilizwa. Yeah, so video na pia inaandaliwa soon. Tegemee kwa mwaka gani au mwaka uishi. Bwana Benizzo, wewe kupitia mitandao ya kijamii unafahamika kwa majina gani? Maana hapa nilipofikia kuna kwa tena hakuna la ziada, nikupe chance ya wewe kujiexpress kwa mashabiki zako, watu ambao hawakufahamu pia wakuangalie na wakufahamu kupitia mitandao yote ya kijamii. Mitandao yote ya kijamii ukisearch pale Benizzo wa Kingoni unanipata pale. Wa Kingoni hamna hashtag, hamna underscore wala nini, ni Benizzo wa Kingoni. Benizzo wa Kingoni. Kama wapi na wapi? Hiyo ukiingia Facebook, Instagram, TikTok, Benizzo wa Kingoni unanipata pale. YouTube watu. YouTube tuna mpango kufungua channel. Basi poa, ina noma. Kufikia hapo mimi na Benizzo tutakuwa tumemalizana. Na mimi naweza nikasema kwamba na sign out kupitia hapa 7 Hits Media. Ulikuwa nami Dule_2, tunapatikana hivyo katika page zote za Instagram, YouTube na mengineyo. Tukutane tena siku nyingine. 7 Hits Media tumekiwasha.